Simba atakuwa na mechi ngumu sana kiukweli. Atakuwa na mechi ngumu sana. Taraji, Esperance de Tunis, mabingwa mara 4 wa CAF Champions League, sio timu ya kubeza, sio timu ya kubeza. Nilikuwa naangalia juzi ligi ya Tunisia, nilikuwa naangalia mechi yao na Monastir. Nilikuwa naangalia wamefungwa goli 2-1. Ni aina ya mechi ambayo nilikuwa nikijaribu kupima na kile ambacho alichokifanya Simba kwenye mechi ya Mtibwa. Nilikuwa naona kabisa ndugu zetu Simba Sports Club hawatoboi. Sibula vizuri kwa namna ambavyo walivyocheza na Mtibwa Sugar. Na nilivyoona Esperance de Tunis walivyocheza na Monastir. Pamoja na kwamba Esperance walipoteza dhidi ya Monastir, lakini bado niliona ni hatari zaidi mbele ya Simba iliyocheza na Mtibwa Sugar. Lakini kwa sababu kuna maingizo mapya. Ikiwezekana nimemwona bwana mdogo Papege Kazama Ndichi, lakini kama haitoshi pia Mwamba Lusaka Klatus Chota Chama muone naye karudi, lakini pia Ismail Ture muone naye kaingia kwenye kikosi. Nixon Kibabage wanaweza wakaboost morali ya timu ya Simba. Wanaweza wakaboost morali. Ni aina ya wachezaji ambao mimi naamini wanaingia na kuongeza kitu kwenye kikosi cha Simba Sports Club, quality. Lakini tusahau ya kwamba kwenye mechi ya Mtibwa kwenye eneo la ushambuliaji alianza Suleiman Mwalimu. Kwenye mechi hii kuna uwezekano wakaanza Jonathan Soa. Kuna uwezekano mkubwa wakaongeza ubora mwingine kwenye eneo la ushambuliaji tofauti na tulioona kwenye mechi ya Mtibwa. Sibula vizuri. Kikubwa ambacho mimi nachokiona kwa Simba kwenye mechi ya Esperance de Tunis, wanapaswa kucheza kwa nidhamu kubwa sana, kwa sababu mechi dhidi ya Stade Malien Esperance de Tunis alistruggle sana kuwafungua Stade Malien. Alistruggle sana kwa sababu Stade Malien walicheza low block, walikuwa wanacheza kwenye eneo lao zaidi. Kwa duniani na kwenye ulimwengu wa mpira wa miguu, hata ukiuliza makocha wakubwa, hakuna timu ngumu kuifunga kama timu ambayo inapaki basi. Kwa sababu muda mwingi sana wao wanaanza kukuzuia wewe tu, na hasa wakiwa wavumilivu. Ni kazi sana kuweza kuwafungua. Hiyo ni timu ngumu mno kuliko timu ambayo mnapishana. Sio vizuri. Kwa kama Simba wataingia na hiyo mentality na hiyo discipline ya kuweza kukaza ili kwenye eneo na kuwasubiria kwenye counter attack wala Esperance de Tunis, wanaweza wakaletea shida. Na bahati nzuri wanaye Steve Barker kaishaenda kucheza Uarabuni. Tunakumbuka sote msimu uliopita nusu finali dhidi ya Zamalek, alienda kumpasua Zamalek pale Cairo International goli 1-0. Kwa hiyo anawajua vizuri Waarabu, anawajua namna ya kucheza nao. So binafsi sioni kama kuna uwezekano wa Simba kuweza kushinda hiyo mechi kirahisi, lakini pia sioni kama kuna uwezekano wa Esperance de Tunis pia kuwafunga Simba kirahisi. Itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu Simba na wenyewe tayari wanajua kabisa kwamba tukipoteza hii mechi, matumaini ya kutoboa kwenda kwenye hatua robo finali ni magumu mno. Hayo matumaini ni magumu mno, kwa hiyo lazima tukaze ili angalau tuweze kupata alama hata moja. Alafu tuje tufe naye Esperance de Tunis Benjamin Mkapa. Simula vizuri. Simba ndio imefikia hiyo kweli. Lazima. Kwa Esperance de Tunis hakuna klabu yoyote Tanzania inaweza kaenda kutafuta ushindi kule. Hakuna. Yaani hakuna klabu yoyote. Sio Tanzania. Afrika hapa. Klabu ambayo inaweza ikasema tunaenda kutafuta ushindi. Tena wakaenda kwa discipline kubwa sana. Dhidi ya Esperance de Tunis ni Al Ahly. Ama Mamelodi Sundowns. Nje ya hizi timu mbili, mimi nikiziangalia timu zingine zote hapa katikati, zote hizi sioni wakwenda kubishana na Esperance de Tunis akasema naenda kuchukua alama 3. Ni ngumu. Ikitokea unamfunga Esperance de Tunis, unamfunga, siku hiyo una mechi bora sana na ni saluti kwako. Lakini hakuna Afrika hii timu ambayo inaweza kusema mimi naenda kuchukua alama 3 mbele ya Esperance de Tunis, zaidi ya Mamelodi Sundowns, zaidi ya Al Ahly ya Misri. Huo ndio uhalisia. Kibabage, Chama wanaenda kuofa nini, kitu gani kwa wekundu wa Msimbazi? Kwa Nixon Kibabage anaenda kuongeza kasi na maarifa kwenye eneo la ushambuliaji, hasa kwa mafullback wa kisasa ambao wanapenda kushambulia. Ukimwangalia Anthony Mligo ni mzuri sana kwenye kuzuia, ila sio mzuri sana kwenye kushambulia. Huo ndio uhalisia. Lakini Nixon Kibabage, kwa watu ambao wanamfahamu,
inawezekana watu hawajakaa chini na kutupia jicho vizuri kumuona Nixon Kibabage vizuri. Kwa sababu nimeona kuna watu wanasema Simba wamemsajili wa nini? Sema vipi? Simba wanahitaji huyo mchezaji ambaye kwanza ni kijana. Sibula vizuri? Ndiyo. Anapaswa kuwa na energy ya kutosha. Lakini pili, mchezaji ambaye anaweza akatafsiri matendo ya kiushambuliaji kwenye box la mpinzani kirahisi na akampa wakati mgumu winga wa timu pinzani pamoja na fullback wa timu pinzani wakati mgumu. Nixon Kibabage anaenda kuliongeza hilo. Tofauti kabisa na Anthony Mligo ambaye ametoka tu na Mungu, amepewa nafasi kwenye kikosi cha Simba Sports Club, timu kubwa, mechi za kimataifa, bado ana huo uzoefu. Kwa utaratibu, wakati yuko Nixon Kibabage ambaye kaishapita timu kubwa, kaishacheza hizi mechi kubwa, alishacheza kwa Defal Jadidi ya Morocco, amecheza in Africans, amecheza Singida, ana uzoefu wa kutosha, anaenda kuongezea hicho kitu. Inabidi bwana mdogo Anthony Mligo akae chini, aanze kusoma taratibu, achukue peni na karatasi kwa ajili ya kujifundisha. Okay, kumbe ndio hivi, natakiwa nifanye hivi ili niweze kuwa bora zaidi. Sio vizuri. Kwa hiyo anaenda kuongeza hicho kitu hasa kwenye eneo la nini la kushambulia. Lakini ukija kwa mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama, yeye anaenda kuongeza zaidi ubunifu na utulivu kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji cha Simba. Kama umfuatilia hivi sasa, Simba kwenye eneo la kiungo hawana utulivu kabisa. Mipira mingi haikai. Wachezaji wengi ni mapepe, yani wako direct mno, haraka twende. Sio vizuri. Kimwangalia bwana mdogo Maurice Abraham, muda wote shughuli nyingi. Alipokuwa Jean Charles Ahoua, shughuli nyingi. Ila Chama yuko very calm. Anaituliza timu. Wakati huu niachie, wakati huu nipige, wakati huu nikae na mpira. Ni upeleke wapi? Kwa wakati gani? Ndio Chama anaenda kukitafsiri kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji cha Simba. Uzoefu wa kutosha, kaishacheza hizi mechi za kimataifa mpaka basi, yani sijui hata niseme nini. Tena akiwa na Simba Sports Club. Sio vizuri. Kwa hiyo anachoenda kukiongeza ndio hicho. Na mimi naamini kwa aina ya mpira wa Afrika, Chama ataenda kuwapa kitu Simba Sports Club. Klasi yake iko pale pale. Inawezekana kweli umri umefanya nini? Umeenda. Umri umemtupa mkono. Lakini watu wasahau daraja la Chama liko pale pale. Na ndio maana unaona Simba Sports Club tangia ameondoka Chama wana struggle kumpata mtu wa aina hiyo. Acha tu kumpata tu namna hiyo, mtu wa namna hiyo. Tanzania hapa kumpata mtu wa aina ya kaliba ya Chama ni kazi mno. Wachezaji wengi mpaka kwenye hizi timu kubwa hata Yanga wapi hawana hao wachezaji ambao wana huo ubora na akili kubwa ya Chama. Chama na utulivu wa kipekee sana ambao kiuhalisia kwa wachezaji wengi wa Kiafrika kuupata ni kazi mno. Sio vizuri. Kwa hiyo ataongezea hicho kitu na uzoefu aliokuwa nao, nafikiri ushauri pia inaweza ikawasaidia hata wale wachezaji vijana kutuliza akili. Mtu kama Maurice Abraham akimwangalia Chama anavyocheza, akikaa naye mazoezini, kwenye kuzungumza naye, kuna vitu anaweza kumuongezea. Sasa tupangie hicho kikosi cha wekundu wa Msimbazi ambacho kitakwenda kupambana na Esperance de Tunis. Kikosi ambacho kinatafuta angalau sare. Simba nao kuwapanga kazi jamani. Simba kuwapanga kazi sana. Hebu jaribu. Goalkeeper atacheza Jibril Kasila. Sisi tunamuita Mamadou Tanja. Mgeni. Mikonomia jamani, linadaka hilo, watu wataliona kwenye mechi ya Esperance de Tunis. Linadaka lile, niliangalia mechi ya Niger. Nakumbuka na Guinea. Jamaa anadaka sana yule. Anadaka kweli. Ataanza Jibril Kasila. Lakini naamini pia mwalimu anapaswa kuanza na mabeki watatu wenye asili ya kuzuia, tena wenye asili ya kucheza kama center back, mabeki wale wa katikati. Anapaswa kuanza na Oliver Ture ambaye amesajiliwa. Uzoefu wa kutosha katika mechi nyingi za kimataifa. Huyu hapaswi kukaa benchi, anapaswa kuingia moja kwa moja kwenye kosi akaanza. Rushen De Rock anapaswa kuanza. Alafu acheze na Wilson Nangu. Mabeki wangapi hao? Acheze nao wote hao. Wingback acheze bwana mdogo Nixon Kibabage. Atawapa kitu kikubwa sana. Wingback wa kulia acheze Shomari Kapombe.
Simela vizuri. Kwenye eneo la kiungo kile cha ukabaji acheze fundi kabisa, mtu mmoja anaitwa Yusuf Kagoma. Pacha wake awe nani? Nabi Kamara. Sio, unanielewa vizuri? Wale washambuliaji wa juu watatu, kushoto waanze Limpanzu Kibisawala, namba 9 asimame Jonathan Soa, alafu winga wa kulia acheze Libase Geye. Simba Sports Club anaenda kula shushu hiyo mechi hiyo. Mimi naamini kabisa anaanza kutoa game nzuri sana, mimi naamini. Kama kikosi kitakuwa hivyo, anaenda kutoa game nzuri sana. Bwana Kabwe, shukrani sana, tumezungumza mengi ya kimichezo, bila shaka tutarejea tena baada ya vijana wetu kutuwakilisha. Asante sana.